Asante sana wapendwa, nimekuja mbele yenu. Leo na mada nzuri sana nataka tuiongelee. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa na kanisa kubwa. Na Mungu akambariki, akapata mke, na yeye na mke wake walibahatika kupata binti mrembo sana. Na huyo binti wao walifikia umri wa kuanza kufanya kazi pale kanisani. Lakini ilifika miaka ya kutaka kuwa na mchumba. Alitafuta kuweza kubahatika kupata. Siku moja kukaja kijana tu pale kanisani, akampa ujauzito. Alipopata ujauzito, yule binti alienda kwa mama yake akamwambia, "Mama, mimi ni mjamzito." Mamake alisononeka sana, akasema, "Aibu gani utatuweka? Babako ni mchungaji na kanisa kubwa hili, na mimi ni mama mchungaji. Maisha yetu tunayaweka nafasi gani?" Basi yule mama alimshauri binti yake akamwambia, "Huo ujauzito lazima utoe." Yule binti alihuzunika sana, lakini mamake akaja na pesa akampea. Yule dada akaona, "Hapana, mimi siwezi nikatoa ujauzito." Alichukua zile pesa akaondoka mbali. Alivyokwenda huko akalea ujauzito wake mpaka miezi 9. Ilivyofika miezi 9 akaenda hospitali. Alivyofika hospitali pale akajifungua mtoto, na hata natelekeza yule mtoto pale hospitali, yake akakimbia akaondoka. Akarudi kwao. Alivyorudi kwao akakuta mama yake kule. Akamwambia, "Mama, ile mimba ilitoka." Mamake alifurahi sana, akashangilia akasema afadhali, maana ilikuwa aibu kweli kwa kanisa na kwa familia nzima. Basi yule binti tena alirudi katika kazi ya kanisa. Lakini baada ya miaka mingapi yule binti sasa akapata mchumba na akaolewa, akaenda kwake. Kufika kwake walikaa miaka mingi bila kubeba ujauzito, lakini ikafika siku moja akakumbuka kwamba kuna mtoto aliyezaa na aliacha na mtupa maternity yake, akaondoka. Ikabidi afunge safari aende pale kwenye aliyezalia ule mtoto kwenda kumtafuta. Akakuta madaktari wana records zote pale. Wakamwambia, "Ndio, huyo mtoto alikuwepo hapa, lakini mamake alimwacha na mtelekeza hapa, yeye akakimbia. Sisi tulimchukua mtoto yule tukampeleka kwenye kituo cha watoto yatima." Mama yule akaenda kwenye kituo cha watoto yatima kumtafuta. Wakamwambia kwamba huyo mtoto hayuko tena hapa, kuna familia ilimchukua na ilimpeleka huko. Mama alilia, lakini hakukuwa cha kumsaidia. Nimekuja kwako ndugu yangu, nini kifanyike? Nani anakosa? Ni yule mama mchungaji ama ni yule dada aliyetupa mtoto wake na yeye akaondoka? Naomba maoni yako. Weka comment na ushare, na uhakika kwamba utabarikiwa. Asante sana.